nikiripoti kutokea hapa makao makuu ama ofisi za bodi ya ligi zilipo hapa Ilala Boma Karume, na moja kati ya watu ambao wameitikia wito ni maafisa wa Young Africans ni mzee wa Uchebe hapa, Uchebe Young Africans. Uchebe, umetikia wito mapema hii? Yes, mapema sana, kwa sababu baada ya kupata taarifa viongozi wetu wameitwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi pamoja na TFF wameita viongozi wa Young Africans, tukaona ni kila sababu kama wanachama, mashabiki, tukaungana, tukaja sehemu hii kuja kusikiliza wamewaitia kitu gani. Kwa tunategemea baada ya viongozi wetu kutoka ndani kwenda kutoka kusikiliza wito walioitwa kwamba wanakuja na majibu gani. Je, majibu au wamekuja na majibu yale tuliyokuwa tumeyaomba bodi ya ligi pamoja na TFF kwamba wajiuzuru au watuonyeshe ni nani aliyesababisha mechi 8 mechi sichezo. Kipi ambacho mnakitarajia juu ya wito huu? Mnafikiria labda ni kipi ambacho kinakwenda kupangika, aidha mazungumzo yapi ambayo mnatarajia? Bado wengi wako katika sintofahamu, wanatamani kusikia mengi, naye miongoni mwa watu ambao umehudhuria hapa, lakini hujui ni kipi ambacho kinakwenda kutokea. Je, maamuzi yatabadilika, aidha tushuhudie msimamo utakuwa uko pale pale? Hapo sasa mimi na wewe hatujui, ila baada ya viongozi wetu kutoka nadhani watatuona wanachama na mashabiki tuko hapa nje tukiwasubiria, watatupa majibu kilichojiri ndani kwenye hiki kikao walichokuwa wameitwa. Sawa. Natamani dabi ichezwe siku ya tarehe 15. Sisi hatusemi kwamba tarehe 15 mchezo uchezo, kwa sababu tayari kuna kanuni, sheria na taratibu zimevunjwa. Kama zimekiukwa, ndio maana na sisi Young African tuliandikia barua TFF, sawa, kwamba hatuna imani na bodi ya ligi kutokana na sababu ambazo tuliainisha kama Young African kwenye barua yetu. Sasa leo hii kama sisi ni mmoja walalamikaji wa pili baada ya tukio kutokea, mlalamikaji wa kwanza alilalamika Machi 7 kuamkia Machi 8 na alisikilizwa, sio? Na sisi Machi 9 tukaiandikia TFF kwamba na sisi hatujatendewa haki katika hii nafasi ya huu mchezo. Tunaomba 1, 2, 3 yaweze kutekelezwa ili mchezo huu uweze kupangwa tena tarehe nyingine tukutane na Simba na Yanga. Yes. Mpaka hivi sasa tunashuhudia viongozi wa Young Africans wameingia humo, lakini wito huu inasemekana alikuwa ameitwa rais, lakini hajafika eneo hili kutokana na kutokuwepo. Je, msimamo ambao moja kati ya kauli tata ambazo zilitamkwa kwenye kikao ya kwamba atakayehusika kupeleka timu milango iko wazi. Je, tutarajie hiki ambacho mlikizungumza kwenye kikao kitakwenda kutimia? Ipo hivi, labda niliweke sawa hapo kwamba endapo leo viongozi wameitwa na TFF pamoja na bodi ya ligi kuja kusikiliza. Sasa kama wamekuja kusikiliza, wao wakafanya maamuzi ya kwao binafsi kwamba tumeamua kukubaliana tarehe 15 mchezo uchezwe na Young African tapeleka timu, umeelewa? Wakiwa wameenda kinyume na matoko ya wanachama na mashabiki tuliokuwa tunahitaji, wao tunawaruhusu milango yao iko wazi, hawatakuwa na nafasi ya kurudi pale klabu ya Yanga pale Jangwani. Ndio maana sisi leo tumekuja hapa. Sisi ndio wenye nchi, umeelewa? Sisi timu ya wananchi, sio? Tunaambiwa timu ya wananchi, wananchi wenyewe ndio sisi, umeelewa? Kwa viongozi wanapokuwepo na sisi lazima tuwepo. Wao wako kwa ajili ya kutoa muongozo au kusimamia sheria, kanuni tulizoziweka ndani ya klabu. Kwa hiyo wao wakionekana wamezivunja zile sheria au zile kanuni tulizokuwa tumekubaliana, hana nafasi tena kwenye klabu ya Yanga. Maneno mengi ya kuzungumza, tusubiri muda utakapowadia tujue ni kipi ambacho watakuwa wametoka nacho na kuja kutueleza hapa, kwa maana ya kwamba umma kwa ujumla ambao unasubiria majibu kwa hiki ambacho wanakisubiri viongozi wa Young Africans kuingia humo, watu wanataraji ni nini ambacho kitatokea. Tutazungumza baada ya kuwa tumepata majibu, ni dabi ipo, dabi haipo, imesogezwa mbele, aidha watu wamejiuzuru. Tutakwenda kufahamu. Mimi nikushukuru kwa wasaa wako na tuendelee kuvuta subira. Asante sana, nafikiri inakuwa ni vizuri, lakini mimi nina matumaini kwa uelewa wangu au na ujua mpira jinsi ninavyojua mpira, sidhani kama dabi tarehe 15 inaweza kawepo, na naamini kunaweza kukawepo na mabadiliko ya tarehe. Kwa hili shati tutaendelea kulivaa hii kama kawaida hii mpaka tuone bodi ya ligi TFF wamejiuzuru. Hili jezi, hili vazi utaliona. Shukrani sana. Asante sana.